Usisahau kusubscribe, kulike, turn on notification, kushare na kucomment. Baba Askofu Mkuu Mchungaji Israel wa Kimtamya ametuma salamu za pole. Ametuma salamu za pole kwa kanisa, salamu za pole kwa Dismas, familia yako, kwa ukoo wa Gwembe, kwa baba na mama mzazi wa Happy. Amekuwa ni mtumishi ambaye aligusa hata ofisi kuu kwa maana ya huduma yake. Kwa hivi nitakupa salamu hizo baadaye. Mimi naitwa Eliasafi Matayo, ni mtumwa wa Yesu Kristo. Kazi yangu ni kuhubiri Injili ili watu wanapomaliza maisha yao duniani waishi na Yesu milele na milele. Amen. Ninatoa pole kwa wafiwa mtumishi wa Mungu Dismas, mkeo Happy amelala na yuko kwa Bwana. Pole kwa mama mzazi wa Happy. Mara ya mwisho nimekwenda Heru Juu kuhubiri Injili, nililala kwenye nyumba yake. Ninakuona leo katika machozi, lakini Mungu ataendelea kukutunza. Namwona kakake Happy, ndugu za Dismas. Bwana wafariji, na kwa kuondokewa na Happy mzidi kuwa na umoja na upendo. Naomba niseme haya ya awali na kisha nitapata nafasi kwa sekunde 30 watumishi wa Mungu watusalimie. Na wakati watumishi wa Mungu wanatusalimia, ikiwa kuna watu ambao wana shukrani maalum, hasa kama kuna kikundi ama vikundi, basi kwa mchungaji msaidizi anaweza akasaidia. Ningependa kwa nafasi hiyo hapa tamke neno la shukrani, na baada ya vikundi hivyo nitatoa nafasi kwa familia waweze kusoma historia fupi ya marehemu ama wasifu wake. Ndipo kwenda kwenye neno la Mungu. Amina. Tunapomaliza neno la Mungu, tutaaga na kuelekea mahali ambako mwili huu utawekwa. Amina. Eden Hall Singers, naomba mjiandae. Amen. Kwa nyimbo ya kwanza. Sinai mtaimba wakati ule tunaaga na kutoa sadaka. Kwa hivyo naomba mjiandae kila mtu kwa nafasi yake. Na hivi ninavyoongea basi Eden Singers wasogee mahali hapa. Naomba niseme jambo hili, ya kwamba Happy amelala katika Bwana, lakini naomba nitamke pia ya kwamba Happy aliona mauti yake. Aliiona na aliniambia hivyo. Nilipokwenda kumwangalia hospitali siku jioni, nilikuwa na wazee wa kanisa, Mjesi Fred, Christina, mwenyekiti wa wanawake, mwenyekiti wa chumba cha maombi na waimbaji kadhaa, na alitoka nje tukaomba na nikaondoka na mwinjilisti.
Lakini nilipofika Bunju na nilikuwa na simu ya muda mrefu kama saa nzima hivi, simu zinapigwa, nikaambiwa Happy anataka urudi. Kaongea naye, kwa nini nirudi? Anasema naomba unisaidie kwa kuwa ulivyoondoka niliambiwa nifanyie operation na mimi sitaki. Ukija kuomba madaktari labda watakusikiliza. Kwa hivyo nikageuza gari karibia Bunju, nikarudi tena. Akaenda kuwatafuta matabibu, akasema baba amekuja. Daktari anaitwa Dr. Emmanuel. Tukaongea naye, mimi Dr. Emmanuel na Happy anasema siko tayari. Kwa nini? Muda bado na mwili wangu hauna uchungu. Hapa nilikuja kwa ugonjwa mwingine. Kwa hivyo nilivyoongea na Dr. Emmanuel akisema wewe ni mchungaji na mimi hata kama ni daktari mimi ni mtumishi. Sasa kama amekuita ili uje utuombe kwamba yeye hataki tunachotaka kufanya sasa, mimi siwezi kuzuia. Sasa akaniambia hivi Dr. Emmanuel, acha Happy aende, halafu mimi nitampigia simu. Akasema ama tarehe 19, yani leo, ili nifanye kila kitu. Nina zamu ya masaa 24. Kwa tarehe 16 na masaa 24, nitakuwa tarehe 19 na muda kutosha, na tarehe 22 na masaa 24. Lakini nikifika tarehe 19 nitakupigia umwambie mtoto wako aje. Kwa hivyo tukaondoka, na kisha nadhani siku ya pili, nadhani daktari yule aliwaambia no, nimemwambia nitampigia. Kwa hivyo akarudi nyumbani, na wale tulikuwa nao nadhani watakumbuka hili. Kwa hivyo hakutaka kabisa tena, naongea kwa kutetemeka kwamba no. Basi jina la Bwana libarikiwe. Where are the Eden Hall Singers? Wakati naongea hivi nitegemea mtakuwa mmeshafika mbeni nyimbo. Wakati tunasubiri salamu za watumishi wa Mungu wametuheshimu, wachungaji, mwenye maono, nachoweza kusema wakati wake ulikuwa bado. Kwa ananiambia, nasema askofu, mwakani na mimi nitaanza masomo ya theolojia, ili ninapohubiri injili nihubiri kweli ya neno la Mungu. Haleluya. Ya tusikie neno faraja ni salamu. Kwanza tuanze na mtumishi wa Mungu, mchungaji na askofu mkuu wa PCCT. Are the C3 or 2? There are 3. There are 2 C's. PCCT. Makofi kwa Yehova wakati askofu Fredrick anasimama. Karibu. Watu wa Mungu wote, Bwana asifiwe. Mimi niwape pole kwa tukio hili zito sana ambalo limetuangukia. Kweli tunaelewa ni ngumu sana kupokea kitu kinachoitwa msiba, hasa kwa mtu ambaye ni wa karibu sana kwako. Lakini kama Wakristo tunabaki tunafarijiwa na neno la Mungu na lile taraja ambalo tunalo kwamba ndugu yetu hajapotea kabisa, iko siku tutaonana. Ningependa nitoe pole nyingi kwa kanisa la PMC. Poleni sana. Pole sana askofu, pamoja na washirika, wachungaji, viongozi wote kwa ujumla, lakini na familia yake, mgane na watoto, wazazi, ndugu, jamaa, marafiki, hata majirani.
na wote tuliomfahamu Happy. Kweli kila mmoja anaweza akawa na la kusema katika hali ya majonzi, lakini mimi niseme poleni sana. Happy amelala, na mimi hata kama huko mitaani nimekuwa nikisikia tu watu wa kawaida wanasema huyu kamtumikia Mungu, alikuwa ni shujaa, amesimama akifanya kazi ya Mungu pale PMC. Na mimi sioni kigugumizi kusema ni shujaa amelala. Shujaa wetu amelala. Na hebu tushike yale maneno Yesu aliyosema, tubaki tunajililia wenyewe sasa. Tupate neema na sisi ya kuimbiwa namna hii kwamba nenda salama. Kuna wengine ambao watakuja wafe kifo kibaya, watakosa hata watu wa kuwaimbia. Namna alivyolala shujaa huyu ni faraja kwetu, na niombe na sisi wa Kristo tujitie nguvu ya kwamba iko siku tutamuona. Mungu awabariki. Amen. Amen. Asante sana Askofu Dr. Frederick. Ni heshima yangu pia kumleta kwenu Askofu Dr. Mwasumbi wa kanisa la Neema. Karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa zingine ni ngumu, ndio maana ameni sio nyingi sana, kwa sababu ya tukio lenyewe lilivyo. Halifanyi watu wafurahi, na nadhani sababu zipo. Lakini nianze tu kwa kusema pole askofu wangu pamoja na kanisa, na pole wazazi wa pande zote na ndugu wote wa karibu na marafiki zake na marafiki zetu wote. Tutiwe nguvu na Mungu aliye hai. Nilichoshangaa tu kwamba wakati askofu anasema kwamba muda ulikuwa bado, mimi nikiwa na tafakari nikasema nikipewa nafasi ya kusema nina jambo la kusema. Sasa nashangaa ametangulia kusema. Nataka niseme kwenye mkutano huu. Kwenye maandiko anasema heri wafu wafao katika Bwana. Kinachofurahisha kwa binti huyu, tunamuita binti kwa umri wake, ana heri kwa sababu amekufa au amelala katika Bwana. Kwa tunayo matumaini kwamba siku moja tutaonana naye. Injili iliyobaki kwetu ni kila mtu aone atalalaje. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Mama Askofu, karibu wasalimie makutano hawa. Huyu ni mke wangu. And please, this nice singers, wakati Mama Askofu anasalimia, basi karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa nitoe shukrani za dhati kwa kila aliyehudhuria msiba huu, na moyo wako wa kujitoa kushikamana kwa ajili ya kumsindikiza mpendwa wetu, dada yetu Happiness Dismas. Pili, niseme kwamba pole kwa familia na kila mmoja aliyehudhuria mahali hapa. Makuhani wa Mungu, poleni sana, na tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tatu, ninaomba kila mmoja asimame kwenye nafasi yake katika huduma ya Mungu kama alivyosimama Happy, ili siku za mwisho tukamuone Mungu aliyetuumba. Poleni sana. Usisahau subscribe, kulike, turn on notification, kushare na kucomment.